Neno la Mungu ni kutoka Warumi 8 mstari wa 14 hadi wa 17, lakini tutasimama zaidi na mstari wa 14 ambao pia ni kichwa kikuu cha Jumapili ya leo. Warumi 8 mstari wa 14 hadi 17. Mahali hapo pameandikwa, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa letayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa kichwa kikuu cha Jumapili ya leo kinasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kiswahili ama lugha hii ni toleo moja wapo. Toleo lingine wameandika, kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Toleo lingine limeandikwa, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ni watoto wa Mungu. Toleo lingine wameandika, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Unaweza ukaona ni kama vile, lakini huwa anachana maeneo kidogo kidogo. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa inapozungumzwa kuongozwa na Roho wa Mungu, maana yake kuongozwa na Roho wa Kristo, maana yake kuongozwa na Roho Mtakatifu, maana yake kuongozwa na Roho wa uzima, maana yake kuongozwa na Roho wa Bwana, maana yake kuongozwa na Roho wa kweli, maana yake kuongozwa na mrithi wa Yesu Kristo. Kwa ukisikia muda mwingine anasema naongozwa na mrithi wa Yesu Kristo, maana yake anaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa nini ni mrithi? Maana akasema, yafaa mimi niondoke ili aje Roho Mtakatifu. Yafaa mimi niondoke ili aje Roho Mtakatifu. Katika maisha kuna watu unaweza ukaachana nao kwa faida yako wewe mwenyewe. Ameachana nao ili wawe na Roho ambaye ni wa popote. Yesu alikuwa anaonekana, yeye haonekani. Na yeye kama alikaa nao miaka 3, lakini anasema huyo akija atakaa nanyi milele. Na kama ni Roho wa Mungu, Roho wa kweli,
Tutazungumza mambo mengi, lakini kama tutafupisha, tuondoke na nini? Japo kila mtu ataondoka na atakachoondoka nacho tutakapofika. Lakini kimsingi tunaona umuhimu wa kazi ya Roho Mtakatifu katika uhusiano wetu na Mungu, kwamba ule umuhimu wa uhusiano wetu na Mungu katika maisha ya ufuasi na maisha ya utume, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na kama tunamhitaji Roho Mtakatifu, nilibarikiwa siku niliposoma ile Yohana 4:24 inaposema Mungu ni roho, na hao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Tunapoongozwa na Roho wa Mungu, ambaye Mungu ni roho, na hao wamwabuduo kama tunavyomwabudu sisi, imewapasa, sio hiari, wamwabudu katika roho na kweli. Anahitaji ile original copy ya kumwabudu, si photocopy ya kumwabudu. Wamwabudu katika roho na kweli. Na kama wanamwabudu katika roho na kweli, watamwabuduje katika roho na kweli? Tunahitaji kuongozwa na Roho wa Mungu. Wale ambao wanakuwa na vyombo vya usafiri, wanasoma lada, wale ambao wanakuwa na remote control, control mambo, wale ambao mambo yao wanasoma GPS, ili tu kila kitu kionekane popote. Roho wa Mungu ni lazima tuongoze ili tutende yaliyo mapenzi ya Mungu. Roho wa Mungu, Roho wa Kristo. Na kilichonibariki kwamba kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, nilipoliona wote nikakumbuka ile Yohana 1:12-13 kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watu wote. Kama ni wote, awe wa kiume awe wa kike, awe ameajiriwa awe hajaajiriwa, awe anaishi nyumba ya kwake ama nyumba ya kupanga, hata kama analala mahala ambapo katika hali ya utu wa kiutu hastahili kulala, lakini wote, mwanadamu awe yote, awe yatima awe mjane awe mgane, wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Wote. Inatupa picha kwamba Mungu hana upendeleo. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Waweza kuongozwa na miongozo iliyopo popote. Gari ambayo leo tunaliweka wakfu, tunalizindua, ni gari mali ya kanisa, lakini ni gari kama magari mengine ambayo itakwako barabarani, litatembea katika taratibu za utaratibu ulioko barabarani. Na kama ni kulipia bima, na kama atakayeendesha awe na leseni, na kama anayeendesha anatakiwa afuate taratibu za barabarani. Nazungumzia kuongozwa na. Kwa kama wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, ndio wana wa Mungu. Na chombo chetu kitakapokuwa huko barabarani,
pamoja na watakaosimamia hilo gari. Huyu Roho Mtakatifu anayetufundisha, anayetukumbusha, anayetuelekeza. Roho Mtakatifu akituelekeza, hata kama mtu anataka kuzima data, yeye Roho Mtakatifu anakumbusha hujawasha data. Na kama unapotezea, GPS inasema hapo ulipo sipo. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ni wana wa Mungu. Gari itakapokuwako barabarani, sawa, tutakemea kwa jina la Yesu, sawa. Lakini ikiandikwa spidi ni 80, spidi ni 30, huko kuna kutengeneza barabara, ni miongozo ya barabarani. Kuongozwa na Roho wa Bwana, iko roho ya hekima, iko roho ya maarifa, iko roho ya ufahamu. Na kama unaongozwa na Roho wa Bwana, popote uwapo, roho ya maarifa na ifanye kazi, roho ya hekima na ifanye kazi, roho ya kumcha Mungu na ifanye kazi, roho ya uaminifu na ifanye kazi. Na kama macho ya watu yanaona, huwezi ukatumia vibaya jina la Yesu kwamba na wapiga upofu wasione. Tutaelewa, tutajua, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Waweza kuongozwa na wanaokuongoza, sawa. Lakini ili uitwe mwana wa Mungu, ili niitwe mwana wa Mungu, nahitaji kuongozwa na Roho wa Mungu, Roho wa uzima, Roho wa Bwana, Roho wa milele, Roho wa Mungu. Na kama ni Roho wa Mungu ambaye hana mwili, yupo popote. Na ndio maana Daudi akafika mahali akakiri, akasema, ile Zaburi ya 109:1-12, anakiri akisema, Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Niende wapi? Nijiepushe na uso wa Bwana. Na kama mtu anaongozwa na Roho wa Bwana, ni wapi ambapo utaenda nikajiepusha na uso wa Bwana? Mungu aliyepo popote na Roho wake aliyepo popote katika ibada hii ya Pentekoste, na kuliweka wakfu gari hii na kulizindua. Roho wa Mungu akaendelee kuwa na yule anaendesha na abiria wote watakaokwamo mchana na usiku katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Na Mungu akituongoza, hata tuathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, mwanadamu atanitenda nini? Nikisaidiwa na Mungu, nikisaidiwa na Roho Mtakatifu, hata ziwepo figisu, mpangua figisu yupo. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa nini tuongozwe na Roho wa Mungu? Maana Mungu ni mtimiza ahadi, maana Mungu analiangalia neno lake, maana Mungu anaangalia neno lake na kulitimiza. Kwa nini? Ile Yoeli 2:28-29, ukipenda mpaka 30, mwaka wa 835 unabii ulipotolewa kabla ya Kristo, na inapokuja kutimia ile 63, Yoeli anatabiri, nitamwaga Roho wangu. Kwa kama wote wanaongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Nini kipo watumishi wa Bwana? Mungu anatimiza ahadi zake. Hata kama mwingine atakupiga fiksi, Mungu anatimiza ahadi zake. Neno la Mungu limehakikiwa
Neno la Mungu linadumu, na kama anasema naliangalia neno langu na kulitimiza. Mungu atusaidie kuliishi neno, ahadi alizotuahidia ndani ya neno lake. Mungu achelewi, Mungu hawai. Akiamuru kukubariki, uwe mjini, uwe vijijini, uwe mlimani, uwe shimoni, Mungu ahadi zake ni Mungu anatimiza. Si kitu rahisi kama ule mwaka wa 835 mpaka 830 anatabiri, lakini haya yanakuja kutokea mwaka 63 baada ya Kristo. Ni miaka mingi imepita, lakini Mungu anatimiza ahadi. Mungu anatimiza ahadi. Mungu anatimiza ahadi. Mungu akutimizie ahadi yako. Sijajua ni ahadi ya nini. Ahadi ya uzao, ahadi ya kuoa, ahadi ya kuolewa, ahadi ya kujenga, ahadi ya afya njema, ahadi ya kuinuliwa. Mungu anatimiza ahadi zake. Hata wengine wakisema umechelewa mbele zao, lakini mbele za Bwana hujachelewa, maana Mungu anatimiza ahadi. Kwa wakati wa Bwana linatimizwa. Na ndio maana Ibrahimu katika ile Rumi 4:20-21 alipoiona ile ahadi hakusita kwa kutoiamini, bali akamshukuru Mungu, maana akaamini yeye aliahidi ni mwaminifu, atatimiza. Anapoonyeshwa uzao wake kama nyota, uzao wake kama mchanga wa bahari, hakusita kwa kutoamini, bali akaamini kwamba yeye aliyeahidi ni mwaminifu na atatimiza. Mungu aliye mwaminifu akutimizie ahadi zake. Viko vitu vingi umeahidiwa, nimeahidiwa na walioniahidi, na wengine ni washikaji wako wa karibu, lakini hajatimiza. Nikwambie leo, asubuhi ya leo na siku ya leo, siku ya Pentekoste, Mungu anatimiza ahadi. Mna hila nyingi mioyoni mwa watu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama, na shauri la Bwana lipate kusimama. Mashauri yenye hila yanyamaze kimya, na kila pando asilolipanda Baba litang'olewa. Pando aliyolipanda yeye litaishi. Kuongozwa na Roho wa Bwana, yako mema, ziko baraka, kuko kuinuliwa. Wote wanaongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Na kama ni wana wa Mungu, wanazaa matunda sawa sawa na Galatia ile 5:22-25, ukipenda 23, kwamba ndani yake wanaongozwa na Roho wa Bwana. Utamuona ana upendo, hana kisirani, maana palipo na upendo huvumilia, hapa hesabu mabaya. Ukiongozwa na Roho wa Bwana kuna furaha. Wengine natamani kujinyonga, lakini anaongozwa na Roho wa Bwana ana furaha, na furaha ya Bwana ni nguvu yetu. Anaongozwa na Roho wa Bwana ana amani. Ukiwa na amani, kumbukumbu inakaa vizuri. Bila amani, wewe ni pararu. Kwa nini? Maana huna amani. Anaongozwa na Roho wa Bwana ana uvumilivu. Mwingine kidogo tu kaliwasha, lakini unapoongozwa na Roho wa Bwana, roho ya uvumilivu inakuwapo. Kuna wema, kuna ukarimu, kuna uaminifu. Unapoongozwa na Roho ya Bwana kuna upole. Unapoongozwa na Roho ya Bwana kuna kiasi kinahitajika. Wote wanaongozwa na Roho wa Bwana wanamzalia Mungu matunda. Wote wanaongozwa na Roho wa Bwana ni wana wa Mungu. Kwa nini? Maana wanajua Mungu hadanganywi na hadanganyiki. Na kama Mungu hadanganywi na hadanganyiki, kamuulize yule Anania na Safira. Matendo ya Mitume ile 5:1-11 imeandikwa. Waliopatana wakauza na viwanja. Jamaa ukisoma ule mstari wa 3 na 4, baadaye alipoona mshiko umekaa vizuri, akana akaamua kusitisha. Lakini Petro anasema, kwa nini umeingiwa na roho ya Shetani hata ukamdanganya
Roho wa Mungu. Hukuwadanganya wanadamu, bali umemdanganya Mungu. Mungu atusaidie tukiwa na Roho wa Bwana, tukiongozwa na yeye. Hakuna atakayepiga panga popote wapo. Kama wengine wanapiga mapanga, kama wengine wanakanyagia, atatenda haki. Haki ni jambo la msingi. Wimbo wa haki tunaimba, wimbo wa haki tunaimba. Kwa nini? Kwa sababu haki inazaa amani. Kwa tukiongozwa na Roho wa Bwana tutatenda haki na amani itakuja, maana ni tunda la Roho Mtakatifu. Walipofanya udanganyifu, umauti ukawafika, si Anania tu bali na mkewe. Mungu atusaidie kwa kila tulitendalo, roho ya uaminifu itokayo kwa Bwana iweze kuwa juu yetu. Na kama wote wanaongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Kwa Mungu endelee kutusaidia na kutupa roho ya ujasiri, maana akawaambia, msiondoke humu mjini, msiondoke hapa Yerusalemu, mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Matendo ya Mitume ule mlango wa 1 mstari wa 8 inaeleza kupokea uwezo utokao juu, sawa sawa na ile Luka ile 24 kuanzia ule mstari wa 24 mpaka pale chini, inaonesha vile ambavyo Roho wa Mungu akiwa juu yetu, tukiongozwa na yeye, tutafanya kazi kwa ujasiri. Mungu atuwezeshe kufanya kazi kwa ujasiri. Sio kitu rahisi. Ukisoma Matendo ya Mitume 16:16 mpaka pale chini, huu katikati ya mafadhaiko wanadhifu na kuabudu, si kitu rahisi. Mungu atuwezeshe katikati ya mahangaiko, katikati ya tabu, katikati ya maumivu. Roho wa Mungu akituongoza, hutaacha kusifu, hutaacha kuabudu, hutaacha kumtumikia Bwana. Na papo hapo ambapo kilitia jina la Bwana, yeye mwenyewe Bwana unayeongoza naye anaingilia kati. Jumapili iliyopita tulikuwa pale Mabibo tuliposhiriki sikukuu ya vijana, katika kichwa kikuu ambacho mwaka huu vijana walikuwa wamekiweka kwamba Bwana atawapigania ninyi nanyi mtakaa kimya, kwamba tunapoongozwa na Roho wa Bwana anatupigania yeye mwenyewe. Mtu wa Mungu, hauko peke yako. Roho wa Bwana yuko pamoja na wewe, na kama Roho wa Bwana yuko pamoja na wewe, aendelee kuwa mfariji wako, aendelee kutukumbusha. Nikajiuliza, atatukumbusha nini? Nikanarejea kwa kuwa alikuwa anaongea na wanafunzi wake, na alipokaa nao mara ya kwanza ile semina elekezi ya kuitwa kwao, ile Mathayo 5 mpaka 7, milango ile wa 5 wa 6 na wa 7, ambapo ni hotuba za mlimani, na amewapa maelekezo. Na amewapa maelekezo wanaposema, akija huyu mimi nikiondoka, akija atawafundisha, atawakumbusha, atawapasheni habari hata za mambo yajayo. Kwa hiyo anachowakumbusha ni nini? Moja, ile Mathayo 5:9 anasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Mungu aendelee kutukumbusha kuwa wapatanishi, si wachonganishi. Maana amewakumbusha, amewafundisha, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na ili tuitwe wana wa Mungu, tukijisahau ukawa unachonganisha watu, huyu si mwana wa Mungu, maana unafarakanisha. Ufaidike nini katika kufarakanisha watu? Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa Roho wa Mungu akija, atasema hapo mankubu unachonganisha. Upatanishi watu. Kwa hiyo Mungu atujalie kuwa na roho ya upatanishi ndani yetu. Roho wa Mungu akituongoza, atatufundisha kutembea katika kuwa nuru ya ulimwengu na chumvi ya ulimwengu. Nikikaa mahali ambapo nimekuwa giza, atanifundisha, atanikumbusha kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Niwatakie baraka za Bwana mtakapokuwa mnaendelea na kulitumia gari hili. Mungu akaendelee kuwa kweli yetu. Mungu akaendelee kuwa baraka yetu. Mungu akaendelee kutufundisha kutenda mapenzi yake, maana imeandikwa, basi na wasihi
Kwa huruma zake Bwana, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu, fikra zenu, kuwaza kwenu. Na mtu akikomboka katika kufikiri, atakomboka kusema na kutenda. Kwa Roho wa Bwana akituongoza, atatuambia, Mwamkuga, wewe ni hekalu la Bwana. Ukilichafua hekalu, naye Bwana atakuchafua. Kwa Mungu atusaidie tunapoendelea kutembea na chombo hiki popote utakapokuwa, tukaendelee kumuinua Yesu Kristo. Tutakapopishana na magari mengine, Mungu akaendelee kutulinda. Tutakapopishana na vyombo vingine, iwe mchana iwe usiku, huyo aliye mlinzi wetu, ambaye jicho lake linaona kila mahali, likaendelee kuwaona wote watakaokuwa kwenye gari hili. Kwa damu ya Pasaka wakaendelee kuwa salama. Hofu ikiingia, yeye ndiye amani yetu. Mida mingine tunapita maeneo mengine tunakuwa na mashaka, lakini tuwatamkie baraka za Bwana kwamba pawapo na hofu na mashaka, yeye mwenyewe aliyeruhusu mambo haya yatendeke akaendelee kuwa amani yenu. Kwa nini tuongozwe na Roho wa Bwana? Anatupa nafasi tuendelee kuheshimiana. Tuendelee kuheshimiana. Tuendelee kuheshimiana. Tuendelee kuheshimiana. Tuendelee kuheshimiana kwa vipawa na karama na huduma, maana ni Roho wa Mungu anatuwezesha. Na kama Roho wa Mungu anatuwezesha ili kujenga mwili wake Kristo. Na kwa nyakati tofauti mimi nasema, ningekuwa natamani hata kusolo listi, lakini nikisolo listi nitakwaza watu. Ningekuwa natamani hata kuonesha zile mbwembwe hivi. Mwingine anaweza. Wewe ambaye huwezi, kubali kutokuweza kwako. Na yule anayeweza nasi inue mabega kwamba wengine hawawezi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amempa kila mmoja kipawa chake, na hakika kipawa kisichofanya kazi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akituongoza, tutaheshimiana kwa vipawa vyetu na karama zetu. Na wengine utafikiri hawapo, na unyamavu ni hekima iko tu namna hiyo. Na wengine akinyamaza mtasema, wewe unaumwa. Kwa nini? Hajazoea kunyamaza. Kwa wale tuchukuliane nao, na wale ambao wananyamaza tuchukuliane nao. Kwa nini? Maana tunaongozwa na Roho wa Bwana. Baraka zake Mungu ziendelee kuwa nanyi. Amani yake Mungu iendelee kuwa nanyi. Wema wake Mungu uendelee kuwa nanyi. Na Mungu aendelee kutusaidia kutenda yaliyo kwake. Mungu alibariki neno lake. Amen.